Kama ndio mtu. Haya sasa mashine kama kwa sana. Mbona nafikiri nibadilishe kazi. Ubadilishe kazi kivipi mwanangu? Nitafute tu kazi zingine za kufanya. Hapana. Mimi hilo sikushauri kabisa. Yaani kukubadilisha kwa kazi. Mimi yani sishauriani nawe kabisa. Yaani bora hata kama tuko tuna siku moja ukipata ukikosa tuko tunaana na njaa, lakini kushauri wewe kubadilisha kazi? Hapana. Bora tu ndio una kazi yako wewe. Sawa. Acha majabu. Yaani mimi sije kuacha. Umemaliza kazi? Kazi tumemaliza. Tunajaribu kumaliza kwa muda mwafaka kabisa. Tumemaliza na ule mwili tunajaribu kuweka pale ili wadudu pale wadogo wadogo na ndege waweze kutafuna. Mbaki pale. Hivi hivyo ndio nilivyotuma. Ndivyo nilivyowatuma. Nimewaambia msifanye kazi kizembe. Alafu mnakaa mnaniambia kabisa kirahisi tumemaliza kazi. Ndio tumemaliza. Tumefanya kazi kwa muda. Tumechora mwili sijui ndege wale. Ndege wamekomelewa na njaa. Wadudu wana njaa. Boss, kazi ilikuwa ngumu. Nyamaza, siongei na wewe. Kazi ilikuwa ngumu ya nini mimi? Nimwambia kazi msifanye kizembe. Nimwambia mkishamaliza lazima mkae mfikie. Nyinyi mkweli tu mmeiacha ile maiti pale juu. Ikija ikichukuliwa. Ikienda kupimwa mjakamatwa. Mkishakamatwa nyinyi kinachofuata ni kipi? Kwani mnakaa mnafanya kazi kizembe? Ndio tulokubaliana hivyo. Sasa hamtopata pesa yenu. Hamtopata pesa yenu. Mpaka mrudi kule muende mkafukie. Nimemaliza. Mnaweza mkaenda. Nimesema tokeni.
Maeneo ni haya au tumepotea? Ni hapa hapa. Sasa nashangaa kuna mchezo tunachezewa eh? Sam. Hapa ndipo tunapotupia mwili wa mtoto. Baada ya 15 hajafika. Sielewi nini kinachoendelea. Naomba mnisikiza kwa makini sana, tena kwa makini kweli kweli. Ili kila mmoja izikutawanyika kuleta mwili wa mtoto. Aulete hapa. Apite njia yake alete mwili wa mtoto. Tumeelewana? Inabidi umpigie kwanza bosi simu ili tujue tunafanya nini. Hello. Samani. Tumekuja hapa tumekuta mwili wa yule mtoto huko. Niliwaambia msifanye kazi kitoto. Kwa nini hamkufikia tokea mara ya kwanza? Kwa nini hamkufikia? Nisikilize mimi. Kwa nini hamkufikia tokea mara ya kwanza? Sasa unaona sasa kilichofanyika. Kwa taarifa yenu, hakuna mtu yeyote kutoka huko polini mpaka mumpate huyo mtoto. Hakuna mtu kutoka polini. Sasa mtu atoke alafu ndo utanijua mimi nani. Pumbavu wakubwa. Samba mnisikilize. Natakiwa kila mmoja atumika. Sawa. Tupate ule mwili. Yaani awe mzima au amekufa. Sababu hapa alikuwa amekufa yule. Sawa. Au ni maagizo kutoka kwa mkuu. Tumeelewana? Sawa. Sawa. Habari kaka. Mambo mpako. Mtoto jambo. Unajisikiaje? Maumivu yanaanza kupungua. Sasa kaka, maumivu ya mtoto yanaanza kupungua na hali yake inaenda kuwa nzuri. Nimepatia dawa. Ila tunaomba umwache kwa sababu anahitaji muda kidogo wa kupumzika. Kwa hiyo tulikuwa tunakuomba uje baadaye kidogo, na pia nje ya hospitali kuna muda unaonyeshwa kuja kuona wagonjwa. Muda ukifika utakuja tu kumuona, haina shida. Huyu ni mgonjwa wako sasa hivi na ukatoka ukaja kumuona. Sawa eh? Haya shida. Haya kaka, mbona ukaenda? Pole. Kazi leo. Atakuja kukuona. Sawa pengine. Anajika kwa mbika. Stella pale tulipomwangalia inaonekana amebaka. Kwa hiyo tumefanya vipimo vyetu na tumempatia sindano, tumempatia maji. Kuna dawa pia ataandikiwa hapa, ataenda kuzitumia. Ila atakapomaliza kuandikia hapa, tutakuja pale dirishani, atawapa dawa na maelekezo zaidi. Baada ya hapo ataendelea na afya yake itakuwa vizuri. Sawa. Yeah. Sawa. Asante nashukuru. Haya. Okay. Baraba nimeandikiwa na hela za kulipia. Ila nimeomba kitu kimoja, niomba unisaidie kuniangalizia mtoto. Natoka. Ila nitaenda siku. Nitakuja hizo pesa ambazo zinahitajika. Okay, sio mbaya, ila unapotoka kumbuka, maana dawa tulizompa mgonjwa atumie dukani. Kumbuka kuleta matunda na chakula. Sawa, haina shida. Okay, haina shida. Nashukuru. Karibu.
Unajua nini? Maisha raha sana. Kwa sababu tuko na wazazi. Lakini siku tukitoka kwa wazazi, tunaona maisha ni magumu balaa kwa sababu tunajidekeza wadau. Amna. Sio muda wa kujidekeza naambia. Hata kama hamjamaliza shule, piga kazi hivyo hivyo. Siku kama shule una malengo yako mbalimbali unaweza kuyafanya. Wanaambie Budi, ambao ameademeka. Ndio shida kama shida. Kama nisikilize vizuri mnyama. Hivi mnyama kupita kwako kote ukulikotoka kuanzia huku mpaka kule. Ina maana ukuona watu wote wa kuomba hiyo hela mpaka umekuja kutuomba sisi madogo mnyama. Sikiliza brother, sio kauli yako wala sio kusala. Fuata vijana kama si wadogo. Sio wenyewe tunatufahamu hali ya mtaani ilivyo. Sikia jamaa. Kwanza una kazi sawa. Hata kama kwa tamaa hapo unataka. Kwa upate hela. Sikia jamaa. Sio kila mtu atajua na hela sawa. Uko na picha maskini tu hapa. Unajua? Kwa hiyo hela mimi ipo nje ya uwezo wangu. Siwezi kwa wala sasa hivi. Uweze kutuomba sisi 50,000. Sisi bado wadogo. Ila kiko mbona hela unasema. Sio unatuomba pesa brother, sio wenyewe tunakaa kwa wazazi vile vile. Samani. Bila samani. Mimi kuna shida sana. Shida? Ni shida kama shilingi 50. 50. Sio nyepesi kuipata lakini unipata. Umeelewa? Lakini hela yangu mimi natoka kwa masharti. Umeelewa? Masharti yenyewe. Yaani hela mimi nakuwa nayo kwa mahesabu. Nikiwa na hela mimi na mahesabu nimeipangia mahesabu yake. Umeelewa? Lazima nikupe masharti. Hela yangu wiki moja. Wiki kote mbali. Yaani mimi ukinipa leo tu kesho kutwa nakurudishia pesa yako. Baba sio unajifraudi wiki mbili, wiki tatu leo ulikuwa huna hela. Wiki mpaka inakuja kuisha unaitoa wapi 50? Umeelewa? Kwa hiyo wiki moja hiyo mimi angalia hata nikikupa wiki mbili lakini angalia nikija nataka hela tu. Unanipa hela yangu. Hamna shida. Sema hamna shida. Mimi nakwambia hivi hela sio kama ninayo hapa. Naenda kufa hela yangu, nakupa wiki moja unanirudishia hela kama kawaida au sio? Endelea na amani. Pesa iko huku iko huku. Kote huku hivi. Huku hakuja kasi pesa twende huku. Dogo kuwa muuni basi. Hivi hii t-shirt yangu ya blue. Kwani ndani unaangalia vizuri? Ninafuta siku leo. Kaangalia vizuri labda kidogo lakini siku hivi ndio kutani marudi nao kweli? Sasa mbona sikuelewi kwanza siku moja hapa sikuelewi kama umevurugwa mpaka sasa hivi. Naomba baadaye. Usijali. Naam. Kwa nao kacha kwa. Lakini kaangu, maana wewe unaongea kitu. Hebu kaa chini Stella. Umeondoka kuanzia asubuhi mwanaume una akili timamu. Unaweza ukamwacha mke wako hana kitu ndani. Hata shilingi 10 sio mke wangu basi hela matumizi. Kuanzia asubuhi naenda kazini, unarudi sasa hivi huna kitu. Kila siku nimekuchoka. Hata kama mke wangu, mtu anaporudi unatakiwa umpokee vizuri. Na huyu mtoto katokea wapi? Ulitaka nikupokee kwa shangwe na vigelegele, si ndio? Hata kama. Yaani nipishe mimi. Nipishe. Hebu achana na mimi. Ndio hicho kitu ambacho chuliwani ni ndani. Nisikilize nikwambie. Ndoa ni ndoani. Unaona majumba yote haya wanaishi mtu na yule. Na watu wanavumilia. Mimi huyu kama angekuwa na mtoto mwanangu, huyu angekuwa na mtoto nje. Mimi ningekwambia singeweza kukuficha hata dakika moja. Ninakupenda sana mwanangu. Kwa hivyo lazima mvumilie. Kutokuachia hela. Inawezekana siku hiyo ameondoka hana hela. Angalia mkono wako mwanangu. Vidole havilingani. Uwe mvumilivu kwenye ndoa. Kwani kuleta mtoto ndio imekuwa mgomvi na wewe na mume wako msielewani kwa sababu gani?
Mama, sikatai, lakini kuanzia mwanzo mume wangu alivyonioa akaniweka ndani ya nyumba hii, tulikuwa tunaishi vizuri. Nakula nachotaka, hela anaziona kabisa. Ametoka kazini, hela anaziona, lakini sasa hivi hata akirudi jioni, sioni hela zinaenda wapi. Kweli ni haki? Wewe miaka mingapi mmevumiliana na mume wako? Leo kitu kidogo tu ndio ushinde wewe ushinde kukaa na mume wako. Mama. Ni kweli nilikosea mke wangu sana. Ya mtoto hapa. Lakini mimi nimsaidia. Nimeshinda kumsikiza kwa sababu bado msaada sijamaliza kwa. Hapana mwanangu. Wanasema Swahili wanasema hivi, usibague, usichague, uelewe mzigo ni nani. Kwanza ni faraja sana. Wewe unaondoka unaenda kazini. Unamwacha mke wako yuko peke yake. Leo hana mtu wa kumtuma dukani. Kwa nini umtupie mtoto mwanangu? Basi mama basi. Hebu muombe mume wako msamaha. Naomba umsamehe. Sawa. Nimemsamehe mume wangu. Lakini naomba uongee naye mama, ajirekebishe. Bwana mshikane mikono. Yaani mmeomba msamaha. Simeamaliza. Good morning. Education for better and bright future. Good morning, madam. Good morning, how are you? We are fine, thank you, madam. And how are you too? Fine, sit down. Thank you, madam. Today we are going to learn about tenses. Say tenses. What is tenses? Who can tell me what is tenses? Yes, who? I want to see your face. Who can tell me what is tenses? No one? Okay. Tenses is a time of an action. Say it. Tenses is a type of an action. Okay. We use tenses to express different situations. We use tenses to express different situations. Alright. Who can tell me sentence of simple present tense by using S or ES? Who can tell me? Stella, stand up. Stella. Stella, what are you doing? Come here, Stella. Come here. Come here, Stella. What are you doing, Stella? What are you doing, Stella? Why don't you answer? What are you looking for? What are you looking out there, Stella? Tell me. What are you looking out there? Come here, Stella. Please. Stella, what are you doing there? Stella. 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 Stella, come here, Stella. Stella, come here. Stella. Come here. Please. Stella, what are you doing there? Don't touch my stick, please. Stella, come here. Stella. Stella. Okay. Okay, we are going to carry on tomorrow, okay? Okay, class? Yes. See you.
wapi? Yaani mtoto unavyomuona ndio hivi kuanzia amerudi. Nikimuuliza sababu haongei. Eti nini msichana? Hebu niambie tatizo nini? Shule hivyo analia. Mimi mwenyewe sijui sababu nini. Namuuliza hataki kuongea. Niambie. Ndio mwalimu. Na tumechelewa kidogo wengine kuitajia sasa. Ndio. Sasa samani. Stella jana amerudi mapema sana nyumbani. Na akawa analia sana. Kila anapomuuliza tatizo nini, aseme chochote analia tu. Mimi Stella jana nimemchapa. Jana nimemchapa. Stella alikuwa anahangaika, anachungulia dirishani, mara aingie chini ya madawati. Nikamuita. Kumuita na muuliza ajibu. Mimi nikamtandika. Nikamchapa aso. Ndipo akakimbia. Namuita Stella hajarudi. Sasa sijui sababu ni nini. Eti Stella. Tatizo nini? Stella, tatizo ni nini? Stella. Niambie tatizo nini? Mwalimu, samahani. Ama niendelee nyumbani. Labda uendelee kuangalia, itakuwa labda ni tatizo. Hamna shida. Sawa. Sawa. Sasa Stella, kama unataka kusema, unataka kumweleza nani? Hebu tuambie, kwa sababu gani wale watu wanakutafuta wewe? Stella. Hebu sema. Stella. Ongea basi, sisi tuko hapa tunakusikiliza wewe. Maana muda wote umekaa kimya, tunakuuliza huongei. Sasa si tuelewe nini? Stella. Kwani mimi nimefanya kosa kukusaidia? Unakumbuka tumefika hapa nyumbani siku ya kwanza yatokea matatizo gani? Yote kwa sababu yako wewe. Kwa nini unataka kusema? Hebu sema. Baba yangu na mama yangu walikuwa na tajiri sana. Ela. Adela. Njoo mwanangu. Kunywa chai. Shakunywa chai tayari. Unanisubiri hapa mimi naondoka sokoni, sawa? Mama kuna miwili bwana. Nachukua chai. Mbona leo umekasirika vipi? Baba hajakupa hela leo. Kula siku. Kula nataka kutoka. Wanda. Sokoni. Ndio. Tunaona kabisa kuleta vitu. Kama anaenda hiyo sana. Nakuangalia mwanangu kwa sababu nakupenda. Wewe ndio mtoto wa pekee. Isipokuangalia wewe mwanangu utamwangalia nani? Tumesema hauna moto mzee. Anaenda sana. Wewe unajua kwa nini nakulinda? Sikia, nakulinda kwa sababu sipendi chakula kikusakane. Kusakana tu
niwe nipo karibu na wewe. Na kingine napenda kuwa karibu na wewe mwanangu, sababu sipendi upotee. Naelewa? Natamani na wewe kuja kuwa na familia yako, uipende kama anavyokupenda mimi. Sasa kingine kuwa mwadilifu. Usidharau mkubwa wala mdogo. Na ndio maana sipendi ugombane na wenzako shuleni. Sawa? Yaani kuwa na upendo. Familia yenye upendo ni kuanzia nyumbani mpaka nje unakokwenda. Sawa sawa mama? Huo ndio uadilifu wa mtoto katika familia yao. Sawa sawa? Nitaidi basi na wewe kula. Niwe slice moja mpaka sasa hivi bado unang'atang'ata tu. Kula bwana. Nitaidi umalize. Leo nikienda sokoni nakuletea kitu ambacho nakipenda. Mashine. Kwa hiyo slice moja. Wewe vitu vidogo vidogo hivi vinakutia ujinga. Ushaanza kufakamia vikolokolo vyako vile, sipendi kama na babako nitamwambia. Haya nenda zako nani. Embu mgonge hapo. Alafu unaona alivyokuchafua hapo. Kumchafua hapo. Tondo. Hebu mtekenye. Mtekenye. Mtekenye bwana atembee. Mwangalia mume wangu. Unavyowaona hawa kobe. Jinsi walivyo. Wanaashiria nini? Mimi nimejifunza kitu kimoja. Kwa wote. Subiri kwanza.
Kabla hujaniambia unachotaka kusema, nataka nikuambie tu kitu kidogo. Kwamba yani tangia tulivyokuja kuangalia Wakobe, nimejifunza kitu kimoja. Naona. Unajua hawa ni wanyama ambao Mwenyezi Mungu amewapenda sana na mpaka wakawa hapa. Naelewa? Na jinsi walivyo, wapo wangapi? Watatu. Bila kujua jinsia zao ni vipi. Lakini kwa mimi ninavyoona ni baba. Baba yule mkubwa. Si ndio nasema baba, mama na mtoto. Kama tulivyo sisi. Kwa hiyo baba Stella, mama Stella na Stella. Kweli Mungu. Mwenyezi Mungu ndo anajua yote na maisha yao walivyo. Kama unajua ndio sawa. Ndio. Hapo. Unajua kiwango. Maisha bwana haya. Ndio unaona kufanya ibada nzuri. Kuna vitu ambavyo nimefunza vizuri. Kama hicho gani chanzo? Asikio tukwambia kama nani Kobe wale. Kobe. Unajua unapenda kala Kobe. Sio pia nini? Unajua tu kwamba utakuja kunishia huko nyumbani. Kobe watatu na sisi tuko. Yaani kama sijalala. Kwa hiyo nimepata usingizi. Wangu wewe. Jamaa wakati umekorona kabisa. Nzikani bwana naikuwa kidogo. Bora kanitema jambo hili. Hapo ndio. Na wewe wapi? Ndio bwana. Shakuwa watu wazima sasa. Alafu naona jambo lale. Nakupenda sana. Hata mimi nadhani wewe unishinda. Unishinda. Tunakupenda sana. Nataka hizo basi tutatia huko kwenye mfuko. Bwana. Inabidi tu tunamlipa mgera nyingi kule kufanya kazi wetu. Wali. Dawa ya moto ni moto. Mali ya dhuluma, faida ya dhuluma, malipo yake ndo hayo. Okay, sawa. Sasa baada kuniambia hao watu waliohusika na kifo cha wazazi wako na kufuta yeye. Hapana, wale ambao wamesikia na kifo cha wazazi wangu walishakamata, lakini wanaonifuatilia ni ndugu zangu. Bwana, nimewaita katika kikao hiki maalum ili tuweze kumchagua mtu, kuteua mtu ambaye ataweza kusimamia hizi mali na kumlea mtoto Stella mpaka atakapofikisha umri wa miaka 18 ambapo ataweza kujitambua na kujisimamia mwenyewe.
Kwa hiyo mada ilikuwa uwanjani, naomba tulijadili jambo hili kwa pamoja kwa upendo na amani. Mama, kwa swala hilo ulisema sio baya sana, mimi naona ni nzuri. Ila mimi naomba Stella niishi na yeye kwa sababu mimi ni mwanasheria na nina uwezo wa kuishi na Stella hapa. Kwa hiyo naomba Stella niishi naye na kusimamia mali zake mpaka atakapofikisha umri wa miaka 18. Au Stella anasemaje? Ukitambua Stella kama mimi ni dada yako wa pekee. Sawa, ninafanya kazi, mimi ni mwalimu wa sekondari, sawa? Alafu vile vile mimi ni bado sijaelewa. Kwa hiyo mimi ndo nilikuwa nataka tuishi na wewe mahiri, sawa? Ni kuhendo kutoka sasa hivi mpaka utakapokuja kujitambua kisha miaka 18. Please Stella, naomba unielewe na unikubalie. Mimi ni dada yako wa pekee, nitakujali sana kwenye maisha yako na nitajali na mali ambazo wazazi wako waliziacha mpaka hapo utakapokuwa. Stella, kumbuka mimi ni mama yako mdogo. Na mimi nafanya kazi benki na nimepanga. Na unaonaje nikaje tukakaa hapa pamoja, nikakulea, nikazimiliki mali zako zote mpaka vile utakavyokuwa. Mimi ni shangazi yako. Pia na kazi yangu nzuri ya uhasibu, mume wangu ana kazi nzuri. Kwa nini basi mume wangu tutaja kuishi hapa? Kwa kusimamia mali zako zote mpaka pale utakapotimiza miaka 18. Tukakulea vizuri tu. Shemeji, wote mmesasa na kanimalizie. Mjukuu wangu Stella nikakaa na shamba. Kwa sababu Stella ataishi ndio mwangalizi. Hapa wote je kwa kike. Utakuwa umeolewa au utaolewa na bwana zenu. Ni lazima mtanyanyasa mtoto. Wewe mwanamke huna uwezo wa kumdhibiti mwanaume. Atafanya kutaka kwa nia kuharibu mali na kuzitumia mali za mjukuu wangu. Mimi siko tayari kwa hilo. Ni bora niondoke na mimi Stella nikaishi naye kule kijijini. Kwenda kule ndipo ataishi maisha mazuri. Kule mimi kitu kijiji. Unaweza wapi? Umeshazeeka. Nimezeeka? Ndio, umezeeka. Umezeeka, sisi vijana. Pesa nayo. Jamani msikilize. Nyie hapa wote ni ndugu zangu. Pia na ninawapenda sana. Lakini hakuna hata mmoja hapa kati yenu ambao mimi nataka kuishi naye. Mimi nataka kuishi na mdogo Sura. Shemeji. Sasa mtu yuko hapa. Mtoto ana. Hapa tunasema watoto wanakuwa na Baba ni ameamua kuchagua hivyo kwamba ataishi na baba mdogo Sure. Kwa nini tusikubali tu akaenda kashi atajua na kama mbali. Sasa lakini mtoto bado hajajua maisha yakoje na mtu yukoje.
Stella. Abe, Ndio natoka. nenda wapi? Kwenda hapo ni au sasa hivi. Lakini sasa kuniletea zawadi. Zawadi gani? Chocolate. Kingine? Utaoza meno. Nakuletea? Ah. Tatizo lako kile kile kilikwambia unaporudi unielewa. Maisha kama mchezo wa draft. Ndio draft ukishakuwa na kingi, wewe kazi yako unaruka tu. Au unapiga unakula 3, 4, unazunguka tu. Unapenda sana mchezo huu. Au unazungumzia draft ndio nasema ukishakuwa na kingi, unatawala. Lakini mimi ni mchezo ambao rafiki yangu mimi naupenda sana. Naona uchelewa shehe. Mchezo mwenye uone. Inabidi sasa kuna vitu tukae tuanze kushirikiana. Tufanye hata biashara kidogo na nini. Ulipokaa hivi inakuwa inasumbua. Ni kweli. Taanza biashara ya mahindi, sasa upatie mtaji unakwenda Iringa kusugu wapi unakusanya mahindi na unakuja unaleta sokoni. Kweli kabisa. Kidogo na wewe unachangamka. Sawa. Mimi naenda kutoka mbali. Ni kweli natoka mbali sana. Kwa hiyo ukipiga hiyo biashara kidogo mambo yanaweza kukaa yakatulia vipi? Ongeza chai. Tosha. Yeye sijamaliza. Unajua tumbo limejaa lakini sasa hapa hii inajazia. Nani? Stella? Leo naona uvae gauni lako kabi kitingi. Mtoi. Akuongeze? Tosha. Inatosha? Tosha. Mara nyingi nikikaa nikimwangalia mtoto. Na vitu vinaendelea. Naona kama vinakumbuka. Kwa nini unasema? Anafanya kazi nyingi sana, kazi zingine zinakuwa tazimuhusu. Always inabidi apate muda kukaa kupumzika, afanye shughuli zake za kusoma na nini asome vizuri kabisa. Sasa nimekaa kila nikifikiria naona sina jinsi. Inabidi niwe watu. Wewe jambo zuri sana. Unajua ni muda mwingi umekaa tu hivi bila mke. Umekaa mseo muda mwingi. Yaani ile wazo wako ni nzuri sana. Yaani jambo la ngolea sana. Labda ushapata mchumba? Au ndio unatafuta? Kwa kweli kila nikikaa nikifikiria naona hakuna jinsi gani nimrudie mke wangu. Mke wako? Unataka kumrudia Monica? Monica sasa kumbe nani? Kwani Monica na matatizo gani? Hivi umesahau yale aliyokufanyia? Unakumbuka kipindi kile nyumbani kule alikufanyaje? Kama nafika kipindi hata mke wangu anakuwa. Tatizo ni nini labda? Maisha. Kula imekuwa tabu. Kufaa tabu. Kula tabu. Yote ni mipango ya Mungu. Kikubwa kama unatakiwa kumuomba Mungu ili kuepusha na mitihani ambayo mnapambana nayo. Unafika kipindi mpaka naona kama vile Mungu anaonea. Lazima kidogo uwe na uvumilivu, vitu vinahitaji subira. Sasa unakwenda wapi? Nimechoshwa na maisha yako haya kimaskini. Kila siku natembea na kidela chichi mpaka naitwa chui. Upo nyonyo. Nimechoshwa. Hivi nimekwambia nataka ununulie cheni, umenunulia cheni cha plastiki. Hivi ni mwanamume gani wewe? Wewe naona mwanamume suruali. Vitu vinahitaji uvumilivu. Kwani tatizo ni wapi? Uvumilia tu, unaweza kukaa kubadilika. Nimepata mwanamume ambaye anayenijali na kuniheshimu. Sasa nimepata mwanamume ambaye anaenda
kunitunza mtoto, naenda kupikia jiko la gesi. Sio wewe mwanaume suruali kila siku unakaa hapo. Sifahamu, nashangaa kaja kutulia kwenye starehe zetu. Mimi nakufahamu wewe. Tukia wapi? Mimi nafikiri ustaarabu cha msingi. Unaelewa? Monica. Mbona shimo kuelewa? Hapana. Sikiza kwanza. Unajua unapokuwa unaongea kwanza unaongea na mama. Alafu swala la kuja kwenye sehemu za starehe kama hizi unakuja unatuletea fujo. Sikiza kwanza nikwambie, sisi tunatafuta hela kwa kutumia nguvu, umesikia? Tunatumia akili nyingi. Tunapokuwa tunakaa sehemu tuna starehe, tunakuwa tunahitaji ustaarabu, sawa? Umesikia? Umefanya hilo ona? Wewe mpenzi wangu anaweza kuwa mke wako. Hebu niangalie kwanza ulifanyia hili midona yako, Hebu niangalie midona yako ulifanyia kwanza. Sikiza kwanza nikwambie. Mimi nawaheshimu. Lakini habari za kwa mimi nakaa katika sehemu za starehe afu mnaniletea fujo, mimi sipendi, sawa? Tunahitaji utulivu. Sio unakaa afu unakuja kutuletea masuala ya ajabu ajabu. Monica. Na yangu baby. Tafadhali bwana. Hawa watu wako mimi sipendi kuona masuala kama haya. Yaani mimi nakaa katika sehemu ya starehe nahitaji kupumzisha akili afu kumbuka mimi nafanya kazi kutumia nguvu, natumia akili nyingi. Afu baadaye mtu anakuja kuniletea fujo katika sehemu ya starehe. Sasa unanifunjia mudi bwana. Unanikatia mudi. Naomba kwenye sehemu ya starehe tunapata hela kutumia nguvu akili nyingi hapo kwenye starehe pia vile vile mwanzo kusomoa. Sasa nikwambie, wewe chukua hizi, unaelewa? Alafu endelea kunywa vilipobakia pakoma hizo wingi, sawa? Alafu hizo zitakusaidia. Si aliondoka akatoa maneno gani hayo? Maneno makali aliyoingia mbele yangu. Lakini bado tena unataka kumrudia mtu huyo huyo. Ukiangalia 90% yale matatizo pale nyumbani nilikuwa natekeleza mimi. Hakuna binadamu ambaye anaweza kuvumilia njaa, dhiki, shida. Naona. Kwa hiyo unakuta vitu vingi pale nyumbani kwa sivitimizi. Kaka akavumilia mtoto wake mpaka ameshindwa. Sasa tunaomba muda nini? Kwa shini kwa natakiwa kama ni maisha magumu angekuwa anatakiwa vumilie. Sawa, kwenye maisha mazuri ndio vile vile aje? Uvumilie kula raha. Mimi bwana najua tu kama Monica kichukua kunamsumbua pale ni njaa, lakini sasa hivi ukiniangalia kila kitu kiko sawa. Maisha yako sawa. Akija hapa mimi na hakika atakaa atatulia. Sasa lakini unakumbuka kwenye baa pale ndio mkuta na yule jamaa mpaka yafikia hatua unakuibwa mbele yangu. Unadhalilishwa. Njaa bwana inaweza kusababisha binadamu akafanya kitu chochote. Kweli nakwambia.
lakini kuwa na amani kwamba yule mwanamke mimi nampenda sana, na ndio maana nataka nimrudishe. Akija sasa hivi mimi na hakika atatulia. Lakini sawa. Kwa sababu naamini kwamba wewe mwenyewe ndio chaguo lako. Sina budi kukubaliana na wewe. Rizika kwanza. Rizika. Sina tatizo. Wewe ndio mshauri wangu mkubwa. Ndio mama amekushauri namna hiyo. Unaona? Sawa. Lakini unajua sasa anakuishi. Wewe tu ashakatema nitapata tu. Kupata nisho ndogo tu utapata. Sasa inakutia. Tupo pamoja. Kuwa na amani. Mimi sina tatizo. Sawa. Maliza kazi zangu. Kwa hiyo mimi msio nikikutuma kila kazi hauwezi kuifanya, si ndio? Kwa nini unanisikii? Kwa nini nikwambia usikii? Nikikutumaka mimi vitu wewe. Kwa nini? Na nini nimemkuta bwana mkubwa? Hapana, ametoka. Ametoka? Kaelekea? Ameelekea mjini. Mimi natoka. Basi karibu hata juisi. Mimi tosha. Asante. Basi akija mwambie nilipita. Aya. Habari yako mkuu? Mambo yanaendaje? Unaona kama unatokea huko. Ndio natokea nyumbani. Haraka kama ungenisubiri. Kwa tukio lile ambalo leo likuta nilishindwa kuvumilia na wale nilishindwa kukaa pale. Tukio kwamba wewe mke wako anamtesa sana yule mtoto, anampiga bwana. Anampiga vipi bwana? Sasa mimi najua, sijui kama ni tatizo gani limetokea, lakini nimekuta mtoto anapiga kupita kiasi. Sikia nikwambie. Sijakaa napigwa vipigo vya kawaida kwa sababu yule ni mtoto mdogo. Kama amekosea basi anamfundisha. Wewe ukoona kabla labda ndio hiyo inakuwa nongwa. Ni kawaida tu mtoto kupigwa. Kama amekosea sana onywa. Lakini kile sio kipigo cha kumpiga vile. Sawa? Kwa sababu mtu haiwezekani mtu unampiga mtoto mdogo hata kama akiwa amekosea kosa gani. Sawa? Uweze kuchukua gongo ukampiga kama kipigo cha mwizi. Ndio. Mpige na magongo kwa kisa gani? Mimi siwezi jua kama ni tatizo ni nini. Yaani nikifikiria zile pombe za jana mume wangu acha tu. Enjoy sana. Basi nikwambie bwana. Nilikuwa mimi haya nikajiweka hapo kwenye sebe. Basi hapo nikajisikia kwenda toilet. Zangu ni toilet kule. Nikaangalia kioo. Sina jambo kwenye kioo. Sina hela sura yako. Hizo ni ndoto. Haki ya Mungu tena baby. Utakuwa ulikuwa unaota. Kweli hizo ni ndoto. Hakika yeye ni mume wangu wa pekee. Mume wangu. Baby, kuna kitu nataka nikwambie. Kuhusu Stella ambaye tunaishi naye hapa nyumbani. Stella amefanya nini? Stella ni binadamu kama mimi. Na Stella anakuwa. Na kishakuwa anapata watoto. Na wewe mume wangu tupo katika hii nyumba ambayo najua mume wangu amekabidhiwa hii jengo. Mimi kwa ushauri wangu mume wangu naona Stella tununue. Au wewe unaonaje? Au unafikiriaje? Sijasikia vizuri. Unasema?
Mimi naona mwanangu Stella tumuue. Au wewe unafurahia haya maisha ambayo tunaishi ndani kila siku kuongopeleka? Au vipi? Unalifikiriaje hili? Nini? Una akili kweli? Nakuuliza, una akili kweli? Yeah. Stella amekufanya nini mpaka unafikia kufika kufanya kitu hapo? Unakuwa na mawazo ya kipumbavu siku zote. Usichike. Unanishikia nini sasa? Wow, baby. So hivyo. Maisha. Nakwambia, naomba unisikilize kwa makini. Haitowezekana kufanya kitu cha kipumbavu kama hicho. Na kama umeshindwa kuishi katika hii nyumba, bora uondoke. Usiniambie vitu vya kipumbavu. Shenzi. Kimya! 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 Tumeshamkamata huyo. Sasa sikiliza. Tukutane pale pale ambapo tunakutanaga ili tuelekee polini kumaliza kazi. Sawa. Sasa hivi tuko mtaa wa 3. Haya, poa. Tuondoke. Kimya. Sogea. Ushakuwa na maiti. Zawadi ya huruma yako. Okay. Sawa, naweza kazi sasa. Tusikiza.
Huyu mtoto tumfanyaje? Tumbaki au tufanyaje? Mimi ninavyoona, kwa sababu tumesumbuka naye sana, tumalize tu. Sio sana. Ndio mtusumbua sana. Huyu weza kafikia kumbaka. Mlibaki! Kuchuli kalimwaga baka papale kutende mama kwa poto na nakia. Haya, kumuua babako wewe kwa ajili ya mali. Kuna binadamu ambaye anaweza kuvumilia njaa. Unachutakia utoe kafara. Tena kafara yenyewe ya damu. Hem, tuambie, kwa sababu gani wale watu wanakutafuta wewe? Sasa sikiliza. Tukutane pale pale ambapo tunakutanaga ili tuelekee polini kumaliza kazi. Stella! Stella! Kwa taarifa yenu, hakuna mtu yeyote kutoka huko polini mpaka mumpate huyo mtoto. Stella! Na huyu mtoto katokea wapi? Wewe umekula kiapo cha askari kweli? Kweli mtoto alipotea hapa. Unaona? Unaona? Hivi wewe dereva wa bodaboda, nimekwambia toka sasa uje unifuate hapa stand. Unataka mimi nikamate hapa stand, si ndio?
kutoroka eh? Umeshachelewa, hakuna jinsi. Inabidi uwage tu. Ushakuwa na maiti? Zawadi ya huruma yako. Okay. Sawa, namaliza kazi sasa. Tusikize. Mtoto tumfanyaje? Tumbaki? Au tufanyaje? Mimi ninaona kwa sababu tumesumbuka naye sana. Tumalize tu. Sio sana. Ndio kutusumbua sana. Uiweza kafikira kumbaka. Mnibake. Pole sana Stella. Sawa. Nenda ndani kupumzika. Okay, mshapajua anapoishi mtoto eh? Poa, fanyeni kila kitu kiende sawa. Yaani kila kitu kiende sawa, mimi nenda kwa bosi hapo. Poa poa. Poa.
Niambie mpenzi wangu. Wewe acha mpenzi wangu, maana nilipokumisi. Sijui hata niseme vipi. Hapa nikitoka afande, nitakuwa matatizo. Kuna watu wamesikia kwa nzima hatari. Naomba kusikiliza. Basi naomba kusikiliza. Ndio hivyo mpenzi wangu. Samahani afande. Sisi tulikuwa tunacheza. Ndio. Naomba kusikiliza kwa. Hapo kwa nini mcheko wako? Asante. Okay. Na huyu ni mke wake. Nyumbani kutokea matatizo mtoto amepotea. Amepotea toka lini? Samahani afande. Kiukweli mtoto hajapotea, isipokuwa mtoto ametekwa. Ndio kwa katekwa. Jana wakati narudi nyumbani nikakuta watu wamemkamata wakamuuliza kuingia na kuondoka naye. Walimbeba kwa njia ipi? Waondoka naye kwa njia ya gari. Gari ya aina gani unaikumbuka? Gari ni Noah. Noah rangi gani? Nyeusi. Kwa hiyo unaweza kujua walikoelekea? Akiwa sifahamu. Okay. Kwa hiyo kwa utaratibu huu nitakupa pande wangu atashughulikia hilo. Alafu muweze kutoa ushirikiano wa kutosha ili kusudi muweze kumpata mtoto. Sawa. Afande Tasha? Naam. Njoo. Sasa kuna mtoto kapotea. Hawa ni walezi wa mtoto. Huyu ni kaka mtu. Kwa hiyo ninataka utachukua maelezo yote mtayaweka vizuri ili kusudi muweze kumfuatilia huyu mtoto, muweze kujua kapotea kwa mazingira yake au sababu za kupotea kwa yeye ni nini. Na ripoti nafikiri mnipe baada ya siku 2. Sasa nimeshapata ripoti ambayo imenyoka vizuri. Sawa mkuu. Asante. Sasa chukueni maelezo ili kusudi muweze mtoe mwache na namba za simu ili kusudi muweze kupata maelezo ambayo muweze kutoa maelezo ambayo yanaweza katuja kutusaidia na taarifa inaweza kutusaidia kuweza kupata mtoto vizuri. Sawa. Asante. Habari yako? Salama. Hebu ukae. Mheshimiwa anamkuta? Ametoka. Anarudi sana hivi? Ha? Mimi ni mgeni wake. Karibu. Asante. Sister, sisi ni maafisa usalama. Ndio, tulikuja hapa. Yesu ndio ndugu wa Stella. Tunahitaji Stella yuko wapi? Stella yuko wapi? Lakini sijui chochote hapo. Okay. Tunaweza tukasearch vyumbani? Tunaweza tukasearch vyumbani?
Afande, unapita. Kuna vingine vimbo? Afande, mwingine huko. Tulia. Baby. Mbona unaonekana kama uko sawa? Mume. Yeah, sasa hivi hapo umetoka maskari. Je, ungekisearch kile chumba huko ndani? Maskari? Yeah. Halo. Nataka niwaambie kitu kimoja. Kwa kifupi kwamba hali imeshakuwa mbaya. Mbaya tena mbaya kabisa. Inabidi tuwe makini na waangalifu wa hali ya juu. Nimewaita hapa leo kwa ajili ya kazi moja. Leo tunakwenda mguu kwa mguu. Nyinyi na mimi mpaka msitu apande na tunahakikisha yule mtoto tunamuua na tunamfukia kabisa, tunapoteza ushahidi. Tuambie mtoto kwa wapi? Mtoto kwa wapi? Sijui kweli. Tunakupa simu niongee nao. Simu yako. Ongea nao, be free. Umeelewana? Waelekeze kila kitu. Ndio alikuwa hivi. Sasa namba basi. Mama. Changamka. 07. Wewe, sasa mlio. Sio mako hapo. 18. 80. 73. 91. Wewe kimya wewe. Hapo kwenu hapo juu. Simu iongea nao taratibu. Kimya, no kulia. Sisi tunaelewana. Tumeelewana. Angel. Bosi. Hali imeshakuwa mbaya. Tena imekuwa mbaya kabisa. Sasa hivi tunaishi kama digidigi hapa. Nakwambia hivi dakika kama 15-20 kuna maskari kutoka hapa nyumbani. Sasa ni hivi. Tunaondoka sisi hapa mguu kwa mguu na hao wenzako nimeshawaita hapa, tunakwenda kwenye msitu wa Pande, tunakwenda kumteketeza kabisa yule mtoto. Na kuomba uje ujoin na sisi kwa haraka sana. Nakuja sasa hivi. Tuko tayari kwa kazi. Ndio mkuu,
Wapo. Shika simu. Wapo msituni. Msitu gani? Wewe niangalie mimi huko, msitu gani wapo? Msitu wa Pande. Sasa muda wote mpaka upigwe. Ndio uongee, una akili kweli wewe? Wewe una akili wewe? Huyu hakuna cha kumchelewesha. Anachotakiwa sasa hivi ni kuuawa. Mdogo. Unajua mimi ndo chanzo tu cha kukosa utajiri. Lakini sikanga hivyo. Lakini mimi ndo nilichochukua kile kichupa chako. Kichupa? Kama nilivyokushauri ndugu yangu, tusipoteze muda. Kulingana na mwili wako jinsi ulivyo, ukipata pesa hapa kijijini, wewe utatesa. Kwa hali jinsi ilivyo, mimi niko tayari kwa lolote. Okay, hakuna shida. Mimi jinsi nilivyo nishajiandaa. Huyu Stella likizo imekwisha. Lakini baba yake mpaka leo hii hajaja kumchukua wala kutuma gari. Sijui kuna tatizo gani. Na mimi nashangaa sijui kuna tatizo gani. Masuala haya ya Magufuli tusilete fungu. Ya Magufuli yule ana hela yule. Magufuli unadhani anafanya nini? Anataka watoto wasome. Na tungekuwa na hela, tungemtuma hata nani Sule angempeleka. Na Sule mwenyewe huyo? Shikaba mdogo. Akitoka hapo, nataka ugali na maziwa jioni. Nataka sijui nini, wakati hajaja na chochote. Si mtoto wetu shamcheza. Mimi natoka. Wapi tena sasa hivi? Bado na mzunguko wangu. Na mdogo twende wote? Ah. Atende wote. Nimekwambia nakwenda mbali.
Sawa, afu na issue muhimu ambayo naenda kufanya. Kwa hiyo watu waelewani. Mwenyewe na Mbaki bana. Mwanangu kila siku ubishi wako mimi ndo siupendi. Leo ndo kwanza Ubishi wako nimekwambia mimi siupendi. Mbaki hapa. Baki. Naenda mimi huko nikishamaliza mambo yangu nikirudi hapa nitakuja nitakuchukua. Sawa? Haya, baki. Kwanza kubali mwenyewe. Wewe Stella. Sasa unaenda? Nampata huko. Shauri yenu mnajuana wenyewe huko. Haya, kujolele kali mwaga baka papa nikutane mama kwa poto na nagira. Haya. 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 Haya, toroga. Toroga. Unataka utajiri. Hapo umefika kwa mganga hata kijiji. Matatizo yako yote yamekwisha. Sema tawile. Sema tawile. Pili pili mpaka uchela pili pili we buka. Pili pili mpaka uchela pili pili we buka. Pili pili mpaka uchela pili pili we buka. Haya. Mzimu wa kwetu. Mzimu wa kucholile. Mzimu wa kusini. Mzimu wa Kingindo. Mumbeke mwana kwetu mwe. Haya. Puliza. 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 Haya. Sasa nisikilize kwa makini, sawa? Nisikilize kwa makini sana. Unachotakiwa utoe kafara. Tena kafara yenyewe ya damu. Umtoe babako mzazi. Sema tawile. Sema tawile. Kamata hiki kisu. Kamata, usiogope. Usiogope. Puliza. 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 Sasa. Choma. Natakiwa mchome kwenye kichungu. Choma. 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 Haya. Haya. Matatizo yako yote yamekwisha. Kazi sasa tumemaliza. Sema tawile. Tawile. Sema tawile. Tawile. Achia. Achia. Kucholele kali mwanga bake pambane kuntende mama umepuka pote na nange. Haya. Haya. Yeah. Yeah. Sasa unisikilize kwa makini, sawa? Unizingatie kwa makini. Unachotakia hiki kichupa ukaeke unapulalia katika mchagoni kwako, sawa? Hakikisha asikione mtu wowote.
nilikuwa nataka nikurudishie kilipasuka. Nani? Stella. Hivi nani kaingia mule ndani kaenda akachukua nani yangu? Mimi sijachukua. Wewe hujachukua katoa unacheza mule ndani? Na si nikukataza mimi kucheza kule ndani? Nani sasa kachukua kama sio wewe? Sule. Nani kwamba unacheza kule ndani? Sule, si nakwambia rudisha machungu. Rudisha nakwambia. Nitakukumuta. Nitakukumuta nakwambia. Mimi sijachukua. Nakwambia nitakukumuta. Sule nakwambia. Nini? Nipe kifanya hivyo. Nizania siri kubwa sana. Nimefanya nini? Kwani hujui? Nimefanya nini mama? Hujui. Kumuua babako wewe kwa ajili ya mali. Mama, hivi kuna unaweza kaa unazungumza vitu kama hivyo? Wewe unakaa unazungumza maneno kama hayo? Umeanza kuchanganyikiwa wewe. Kuchanganyikiwa, unaweza kuchanganyikiwa wewe. Unaweza kutukana. Kweli mimi nifanye upumbavu kama ukweli mimi nifanye upumbavu kama? Nakwambia Sule. Na kama kweli wewe Sule ulikaa tumboni hapa miezi 9. Basi. Nakwambia hutafanikiwa hicho ulichokifanya. Hutafanikiwa kabisa. Kama umechoka kukaa na mimi niambie. Hutafanikiwa kamwe. Niambie kama umechoka kukaa na mimi niambie. Na sikutaki kwa ajili ya yule uliyofanya. Sikutaki hapa. Ukae umeshamuua babako. Unakaa hapa unafanya nini? Mtoto gani utakomuue babako kwa sababu ya mali? Mali inakufikisha wapi? Mali inakufikisha wapi nakwambia? Hivi vitu vya kijinga vinakuja kwa ajili ya watu tunakaa pamoja. Na kama unaondoka nakwambia usirudi hapa. Usije ukarudi ndani kipa usije ukaja. Shenzi mkubwa wewe. Unifanya mjane mimi kweli jamani. Umeshachelewa, hakuna jinsi. Inabidi uwawe tu. Mama alisema mdogo. Kwanza. Sio ndio mtoto. Stella. Uko mzima Stella? Inavyoonekana majambazi watakuwa katika msitu huu. Kwa hiyo tujigawe. Afande, pita huku, tuzunguke wengine huku. Sawa? Sawa. Wewe utabaki na huyo. Twendeni. Phew.
Kasim! Kasim! Njoo hapa. Njoo hapa Kasimu. Tuanze nifanye nini hapo? Njoo hapa Kasimu. Mwanzo tuanze mkishanuka tuanze tu. Nakwambia njoo hapa Kasimu. Ndio. Niko. Hali nilileta huko poleni yani ni mbaya vibaya mno. Kwa hiyo wenzio umewacha huko? Nimewacha yani nimebidi nikimbie mara moja je nitoe taarifa. Wewe umekula kiapo cha askari kweli? Ndio mkuu. Umekula kiapo cha askari, unaacha wenzio wanakufa wewe umekimbia unakuja huko? Rudi. Sasa unipe taarifa ya kinaga ubaga. Sawa? Nina pale. Okay. Safari njema.
Stefan, nini kilichokuwa kwa kutokana na mazingira yetu ya kutoka? Yaani hapa itabidi turudi tu kituo cha polisi. Wewe mkomaje? Hali ni ngumu sana sasa. Unasemaje Fani? Kwa kila kitu kinachotokea kinafanana kabisa. Kweli. Max pende vile. Cha msingi turudi. Wewe. Wewe vipi? Wewe ambao urudi kambini wewe. Ni kwani nirudi lakini mkuu akitoa mimi lazima nirudi ili nije niongeze msaada. Unafanya mtumia huyu? Tumiwa. Na okay. Stefan, kija simu jigani. Mwili wote uende. Sawa. Haro kiongozi. Tunaomba gari hapa katika tukio tulokuta huko ni kubwa sana. Kwa kuna watu wengi wamepata matatizo, kwa tunaomba usafiri ili tuweze kuja kuchukua watu mara moja. Mwambie afande achukue hata PT 364 kimbunga hiyo. Huko bondeni msituni huko. Haya. Gari inakuja, mwingine anaenda kaangalia gari yako inakuja, mwelekeze tuje tuchukue mwili wako.
Hivi wewe dereva bodaboda, nimekwambia toka sasa uje unifuate hapa stand. Unataka mimi nikamate hapa stand, si ndio? Hivi nyinyi madereva bodaboda mbona mnakuwa hamjielewi? Kachini. Unataka kutoroka eh? Unataka kutoroka? Unataka kwenda wapi? Askari, mchukue twende na kituoni huyu. Simama tu kituoni. Inuka. Inuka tena. Tatia habari za ajabu, unataka kutoroka eh? Jamani, na familia zangu, shemeji na jina langu, tumshukuru sana ndugu Mnyama pamoja na bibi hapa mkewe kwa kutuletea mjukuu wetu, mtoto wenu Stella, ambaye tulikuwa naye bihangaika sana kumtafuta na siku nyingi ilompata. Hatimaye Fuma alipomkuta huko kwa moyo wa binadamu ameamua kukuletea sisi nyumbani. Kwanza tunashukuru sana na Mungu atawabariki sana, kwa sababu kitu mchokifanya kupoteza muda wenu na hatimaye kuitafuta sisi tuko wapi, na mmetupata, na sisi ndio familia ya Stella. Sisi tuwashukuru sana na karibuni sana. Mungu atawalipa zetu. Mimi labda niseme tu, mimi natoa shukrani kwa mzee wangu, ndugu zangu, kwamba ni swala kumuomba sana Mwenyezi Mungu, kwa sababu yeye ndiye anasababisha mpaka tunafika hapa hivi. Amina. Pasipokuwa yeye tusingeweza kufanikisha jambo hili. Hivyo tu sisi tulikuwa tunaomba tu tuende, kwa sababu muda unazidi kwenda. Bibi au ndugu wengine nilikuwa naona hawa ndugu zangu hapa, baba mdogo na mama mdogo wangeishi hapa, kwa sababu kule tulipokuwa tunaishi tulikuwa tunaishi kwa amani. Shule alinipeleka nikaa naenda, ni sikuteseka, ningeomba tu hapa waishi hapa tu. Stella, ndio maana nakupenda. Una akili sana wewe mtoto. Sijui unasemaje bwana Mnyama. Stella, ni sawa ulivyosema, lakini tutashindwa kuishi hapa. Kwa nini? Wewe mwenyewe unafahamu Stella jinsi ninavyoishi. Sawa, itakuwa ni ngumu sana, ila tu tutakutembelea, tutatembeleana, tutaishi tu kama familia, lakini kwa kuishi hapa itakuwa ni ngumu. Mama mdogo, nao wewe baba mdogo tuishi hapa wote. Amna, usijali Stella, nitamwambia. Kwa hiyo ndio hivyo ndugu zangu. Sina rejea kila heri. Haya bwana. Haya jamani, karibuni. Msije kuja hapa nyumbani. Haya. Mdogo,